Waziri Mkuu, hapa Mkata chanzo chao kikubwa wanachokitegemea ni bwawa la Mkata ambalo limejengwa na serikali, lakini kipindi cha kiangazi bwawa lile linaathirika, bwawa lile linakauka, wananchi wanateseka. Tumepata wasaa wa kuwa waziri katika kipindi hichi, nimeelekeza kwa kuwa Mkata ipo karibu sana na wilaya ya mkoa wa Pwani hapa Chakinze, kwa maana ya Manga. Maji ya pale ya DAWASA yamefika, tumewapa milioni 500 maji ya pale ya Manga yaje kufika hapa Mkata kwa ombi maalum la mheshimiwa mbunge wao Sungura. Kwa hiyo fedha ile imekwisha toka na kazi ile imekamilika. Nielekeze DAWASA kesho, uongozi wa Mkata watoke Dar es Salaam leo wafike hapa Mkata, wahakikishe maji yale lazima yafike hapa Mkata na watu wapate huduma maji safi na salama. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuna timu ya rasilimali za maji chini ya ardhi. Amezungumza mwenyekiti kwamba wapo watumishi kwa maana wanafanya usanifu, lakini visima havifiki kwa mbali mrefu. Naomba hii kati nisimamie mwenyewe. Nielekeze timu ya wizara ambayo inafanya utafiti, ninavyozungumza leo, nao watoke ofisini waje hapa Mkata. Tutachimba visima 5 katika kijiji hiki cha Mkata, wananchi wa Mkata waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Ninavyozungumza tuna miradi 107 inaendelea katika mkoa wetu wa Tanga, zaidi ya bilioni 396 ametoa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa eneo hili la Handeni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakubaliana kama waziri wa maji, wana shida ya maji. Walikuwa wakitegemea mradi wa HTM ambao mradi ulijengwa na baba wa taifa tangu miaka 60-70. Mradi ule umekuwa chakavu, mradi una umri mrefu kuliko umri wangu mimi waziri wa maji. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kilio cha Mheshimiwa Sungura, kutokana na kilio cha Mheshimiwa Rubeni, ametupa bilioni 171. Tunajenga mradi mkubwa, mradi upo 75%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ziara yako utapata nafasi ya kwenda kujionea ule mradi. Na mambo ya msingi ambayo nataka nieleze, Wizara ya Maji pamoja na mkandarasi anayetekeleza mradi ule hana kisingizio, fedha zake zipo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, jukumu langu kama waziri, nimerudi kwa awamu ya pili, tutaanzia pale tulipoishia. Mradi utakamilika kwa wakati na wananchi wa Mkata na wananchi wa Handeni watapata huduma ya maji safi na salama. Lakini tuna mradi mwingine katika wilaya hii ya Handeni unaitwa Segera mpaka Kabuku. Mradi wa bilioni 25, zaidi ya vijiji 30 vinaenda kunufaika na mradi huu wa maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu upo 60%, nataka nikuhakikishie mradi utakamilika kwa wakati, na tutafanya na tutafuatilia, na yeyote atakayezingua tutazinguana ili kuhakikisha wana Handeni waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sina maneno mengi sana ya kusema, ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu. Unafanya kazi kubwa, unafanya kazi yenye kuonekana, huku ndiko kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa vitendo. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya kazi, umeteuliwa kwa muda mfupi, tunakuona maeneo mbalimbali ya Tanzania. Lakini sisi katika mkoa wetu wa Tanga, unasema unapita halmashauri zote. Haya sio mapenzi, haya ni mahaba. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wasaidizi wako tupo pamoja na wewe, na tunachopata faraja, tuna viongozi wazuri katika serikali, tuna viongozi wazuri kwenye chama, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na viongozi wote wanafanya kazi kubwa. Tuwape maua yao, tuwapigie makofi mengi sana. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama na viongozi wetu wa chama wanafanya kazi nzuri. Hakika Tanga hatutotanga Tanga na Samia, Tanga ni Chama cha Mapinduzi. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.